Mambo vipi mkulima mwenzangu? Umewahi kujiuliza kwa nini unapoteza pesa kila msimu kwa sababu ya hasara shambani? Mimi naitwa Dokta wa Mazao, natoka Kilimo Biashara, na leo niko hapa kukupa suluhisho la kudumu. Tutakomesha hili tatizo na utaanza kuvuna faida ambayo unastahili kweli. Sasa ngoja tuanze na hili. Hili ndilo kosa namba moja na linaumiza wakulima wengi sana. Lile zoezi la kukurupuka tu, unaenda kununua dawa, unaanza kupuliza. Kisa, labda jirani anapuliza, au ndivyo umekuwa ukifanya miaka yote. Sikiliza, huu ni mchezo wa kubahatisha na dau ni mtaji wako wote. Hebu nikuulize swali la msingi, na tafadhali jibu kwa uaminifu. Hilo shamba lako liko salama kweli? Unajua, tunashuhudia wakulima wanapoteza shamba zima, shamba la nyanya, la passion, ndani ya wiki moja tu. Hasara haitoi taarifa, inavamia. Uko tayari kuikabili? Na hili, ndugu yangu, ndilo janga lenyewe. Hasara shambani haisubiri mtu. Inakuja kwa kasi ya ajabu na inaweza kufuta ndoto zako zote na mtaji wako wote kwa muda mfupi sana. Na huu ndio ukweli mchungu. Kama hutadhibiti wadudu na magonjwa ipasavyo, unaweza kupoteza zaidi ya nusu ya mavuno yako. Au, mbaya zaidi, shamba lote linapotea. Hizi sio hadithi za kutisha. Huu ni uhalisia unaowakumba wakulima wengi kila siku. Basi, kosa hasa liko wapi? Kosa kubwa ni hili: kutomjua adui anayekushambulia. Fikiria huko vitani, huwezi kushinda vita kama hujui unapigana na nani au anatumia silaha gani, si ndio? Hapa sasa nataka unielewe vizuri sana. Kuna tofauti kubwa. Wadudu kama viwavi au vidukari, hawa wanakula mmea, lakini magonjwa kama ukungu na bakteria, haya yanaambukiza mmea, yanafanya mmea uwe mgonjwa kutoka ndani. Sasa, dawa ya kufukuza mdudu haiwezi kamwe kutibu ugonjwa. Kila adui ana silaha yake maalum ya kumwangamiza. Na haya ndiyo yale makosa tunayoyaona kila siku shambani. Mtu anatumia pesa nyingi kununua dawa isiyo sahihi. Mwingine anachanganya sumu tofauti bila kujua madhara yake. Unapuliza tu bila mpangilio. Na baya zaidi, unasubiri mpaka shamba zima limeharibika ndio na kurupuka. Hii ni hasara juu ya hasara. Unajua ule msemo wa kinga ni bora kuliko tiba? Basi shambani, hii ni kanuni ya dhahabu. Kufanya mzunguko wa mazao, yani crop rotation, na kuhakikisha shamba lako ni safi. Hizi ndizo hatua za kwanza kabisa na za muhimu zaidi za kulinda mtaji wako kabla hata adui hajafika. Sawa. Hapa sasa ndipo tunapobadilisha mchezo mzima. Suluhisho la kweli, rafiki yangu, haliko tu ndani ya hiyo chupa ya dawa. La hasha. Suluhisho halisi lipo kwenye kutumia akili, kutumia mkakati. Na hapa ndipo sisi Kilimo Biashara tunaingia. Sisi hatupo hapa kukuuzia tu chupa ya dawa. Hapana. Sisi tunakuwa mlinzi wako shambani. Kazi yetu ni kuhakikisha mtaji wako na jasho lako vinazaa matunda, sio hasara. Tunakupa ulinzi kamili. Ili ushinde hii vita, unahitaji silaha za ukweli. Sisi tunakupa dawa original zilizothibitishwa. Tunazo sprayers imara za kisasa zinazohakikisha dawa inasambaa vizuri kila mahali. Na muhimu kuliko yote, tunakupa ushauri wa kitaaluma unaoendana na hali halisi ya shamba lako. Okay? Kwa sababu tunataka ushinde kweli kweli, tumeandaa kitu maalum sana kwa ajili yako. Hii sio ofa tu ya kawaida. Hii ni kama ramani kamili. Ramani itakayokuongoza wewe moja kwa moja kwenye ushindi na mavuno mengi. Ebu fikiria, ushauri wa kitaalamu kama huu unaweza kukugharimu pesa nyingi sana. Lakini sikiliza, sisi lengo letu ni kukuinua, sio kukukamua. Kwa hiyo, hii ramani ya ushindi haitakugharimu 100,000 wala 50,000. Ni uwekezaji mdogo sana, shilingi 10,000 tu. Yaani, 10,000 pekee kulinda mavuno ya milioni. Piga hesabu hapo. Na tunaita ratiba ya dhahabu. Unajua kwa nini ni ya dhahabu? Ni kwa sababu ina thamani kubwa kuliko bei yake. Itakulinda wewe na mazao yako kama dhahabu. Hii ndio siri ya wakulima wajanja na makini. Basi, kwa hiyo 10,000 yako unapata nini hasa? Moja, tutakwambia ni aina gani hasa ya dawa au mbolea unayohitaji kwa tatizo lako. 2, tutakupa kipimo sahihi, yani dosage, ili usipoteze dawa au kuunguza mimea.
Na tatu, na hii ni muhimu sana, tutakwambia ni siku gani na saa ngapi hasa unapaswa kupuliza ili dawa ifanye kazi kwa ufanisi wa 100%. Hebu tuweke mambo waziwazi hapa. Unatoa noti moja tu ya 10,000 na badala yake unapata ulinzi kamili kwa ajili ya mavuno ambayo yana thamani ya mamilioni ya shilingi. Hii sio gharama. Huu ni uwekezaji wenye faida kubwa kuliko uwekezaji mwingine wowote unaoweza kufanya shambani kwako msimu huu. Sasa, swali la kujiuliza ni hili. Utaendelea kucheza kamari na mtaji wako kwa kubahatisha? Au utachukua uamuzi wa kitaalam, uamuzi wa kibiashara? Utawekeza 10,000 leo ili uwe na uhakika wa kuvuna mamilioni yako kesho? Hebu fikiria. Chaguo ni lako. Muda wa kulima kwa mazoea na kubahatisha umekwisha. Sasa ni wakati wa kulima kitaalamu, kulima kwa uhakika. Usisubiri mpaka uone dalili za hasara ndio uanze kuhangaika. Chukua hatua sasa hivi. Linda shamba lako leo. Basi, chagua kulinda jasho lako, chagua kuvuna faida. Hiyo namba unayoiona hapo kwenye skrini yako, piga simu sasa hivi. Timu yetu ya wataalamu iko tayari kukuhudumia sasa hivi. Kumbuka, kilimo biashara, sisi tupo hapa kukulinda wewe dhidi ya hasara. Tupigie.